Na taarifa nyingine za kimichezo tunazungumza kuhusiana na ghafla kila kitu kimebadilika. Clatous Chama alirudi zake Simba akiwa mnyonge. Mambo mawili, kwanza kabisa alionekana kama vile msaliti amerudi kundini. Kitendo cha kwenda Yanga kilimsononesha mashabiki wengi wa Simba, lakini alirudi zake Simba na alipokelewa kwa sababu timu haikupata mjadala wake. Ubunifu katika eneo la mbele la Simba ulipungua. Mchezaji kama Josh Mutale asingeweza kuwapelekea Simba katika nchi ya ahadi. Awali kulikuwa na mgawanyiko wa mawazo kutoka kwa viongozi. Kuna ambao hawakutaka kumuona tena Chama akivaa jezi nyekundu na nyeupe kwenda Yanga. Iliwaumiza kwa kiasi kikubwa, ilikuwa teke la mdomo. Lakini kabla hata kujaenda Yanga alionekana mchezaji msumbufu. Kuna kundi ambalo aliwahi kuwekwa pamoja na Aish Manula, walikuwa wanaihujumu timu hasa kwa wapinzani wao Yanga. Kitendo cha kwenda Yanga kilichukuliwa kama hitimisho la mawazo yao. Labda alikuwa kweli anawauza wakati akiwa anavaa jezi yao. Hata hivyo, kwa namna Simba walivyopitia magumu hapa katikati, nadhani watu walikuwa wanataka arudi. Walishinda kura ya veto katika vikao vyao. Lakini Chama alirudi Simba kinyonge pia, kwa sababu ilionekana kama zama zake zimepita. Simba wenyewe walimpa mkataba wa mwaka mmoja, wakiashiria kutomuamini tena moja kwa moja. Lakini ghafla kila kitu kimebadilika tena. Chama amerudi zake katika timu na amerudisha ufalme wake. Ameichukua timu, ameitia mfukoni mwake. Mechi dhidi ya mtani aliipa mabao la kwanza la Libas Guye, lakini akafunga kwa kushangaza ambalo hata wazungu huko mbele walishangaa pia. Kuanzia hapo amekuwa akifunga au akiwapa magoli mabao mbalimbali, kuwa mchezaji bora wa mechi, na sasa imethibitika ni bora uwe na Chama mwenye umri wa miaka 34 kuliko kuwa na Joshua Mutale mwenye umri wa miaka 23. Bora upate ubora wa 40% tu kutoka kwa Chama kuliko kuwa na mchezaji wengine katika nafasi yake. Na sasa amerudisha heshima yake kwanza kabisa katika mpira wetu. Pia amerudisha heshima wa mashabiki wa Simba. Jinsi alivyo mjanja ni wazi. Tupo mwezi Mei na ifikapo mwisho wa msimu huu ndiye atakayekuwa anatembea na mkataba wake mkononi, mabao yake ya kiwango chake na kurudisha nguvu yake ya majadiliano katika mkataba mpya. Chama alidhalilika sana kiasi cha kwenda kucheza Singida Black Star, lakini mwisho wa msimu atakuwa katika nafasi nzuri ya kuiangalia katika ofisi za Simba akitembea kifua mbele. Ni heshima ambayo anastahili, heshima ambayo amejitengenezea kwa muda mfupi. Hata hivyo, lazima kutakuwa na kundi la mashabiki ambao wanajuta kwa kutoendelea kuwa na Chama, na walichowaudhi zaidi ni namna alivyofanya mambo makubwa katika pambano dhidi yao. Kibinadamu lazima umie, na kibinadamu ni lazima Chama alifurahi zaidi, kwa sababu anahisi Yanga walimdhalilisha na kumpotezea muda kwa kumfanya atumie muda mwingi akiwa amesota katika benchi la ufundi. Lakini Chama anaweza kupewa uraia kama mgeni mwingine yoyote yule, lakini hawezi kuichezea timu ya taifa kwa sababu tayari ameichezea timu yake ya taifa ya Zambia mechi nyingi zaidi. Anaweza kupewa kama mzawa ambaye amekaa nchini kwa miaka mingi, lakini kwa sasa hana hadhi ya kuichezea timu ya taifa kwa mujibu wa kanuni za FIFA. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.